الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم وأوصي نفسي أيها المؤمنون عباد الله، كما ينبغي أن أوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، فلقد فاز المتقون. يقول سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال عليه الصلاة والسلام: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Ndugu zangu katika imani, hapana shaka ya kwamba tupo katika neema ya mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Ndani yake kuna kheri mbalimbali ambazo Allahu tabaraka wa taala amezijalia na kuzipitisha katika mwezi huu. Kuna matendo ambayo yanatendwa ndani ya mwezi wa Ramadhani tu, lakini na kuna malipo ambayo yamehusishwa kwenye mwezi wa Ramadhani, haijahusishwa katika malipo hayo kwenye miezi mingine iliyokuwa imesalia. Ndugu zangu katika imani, kubwa zaidi ambalo sasa hivi tunalo ni jambo zima la itikafu, kuitafuta Lailatul Qadri na kujiandaa na zakatul fitri. Hizi ndizo amali ambazo tunaenda kuhitimishia mfungo wetu huu. Amali hizi baadhi yake ndio zinaenda kwenda kutupa thamani ya zaidi ya miaka 83. Amali hizi ndizo ambazo tunaenda kwenda kufidia magepu ya saumu zetu yalipokuwa yamejitokeza kutokana na kutokuwa sisi ni wakamilifu. Ndugu zangu katika imani, kama ingelikuwa kwa mifano tu ya kibinadamu, umeambiwa ya kwamba katika masanduku haya, masanduku 10 mojawapo lina dhahabu, una uhuru. Moja katika haya masanduku lina dhahabu, mengine yana zawadi lakini hayafikii dhahabu. Sasa chagua hilo sanduku lenyewe. Una uhuru wa kuchagua sanduku lenyewe au kuyachukua yote mwenyewe ukaangalia kule nyumbani ni kitu gani ulichokuwa umekipata. Lakini ukumbuke hayo masanduku yote 10 ya mojawapo lina dhahabu. Kwa haraka siwezi kusubiri jawabu la kwenu, lakini kwa sababu umepewa uhuru wa kuyachukua masanduku yote, bila shaka mwenye akili iliyokuwa sawasawa atachukua yale masanduku yote ili akabahatisha hilo moja ambalo lina dhahabu. Huu ni mfano ambao umeutolewa na uchuoni kuambiwa kwamba katika hili 10 la mwisho kuna usiku mmoja ni mbora kuliko miezi 1000, ni zaidi ya miaka 83. Ndani ya matendo utakayoyatenda kwenye usiku huo utakuwa umepata malipo yaliyokuwa makubwa. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba tujitahidi kuyachukua haya masanduku yote yaliyokuwa yamebaki, ili tubahatishe kwenye hilo moja ambalo lina dhahabu ndani yake. Hiyo dhahabu
ndiyo hiyo Qur'ani, hicho kiamu laili utakachokuwa umesimama, sadaka utakayokuwa umetoa, amali yoyote utakayokuwa umeifanya, itakuwa ni sawa na mtu aliyofanya kwa muda wa miaka 83. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi ambayo amesimulia Ibn Umar radhiyallahu anhu, anatueleza kwamba faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitri, amefaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam zaka ya fitri. Zaka hii iwe ni sa'an min tamrin au sa'an min sha'iri, iwe ni pishi moja ya tende au shairi, ni jamii ya ngano. Lakini kwa nani amefaradhisha atolewe? Ala al-hurri wal abdi, awe ni mtu yuko huru au awe ni mtumwa. Adh-dhakari wal untha, awe ni mwanaume au ni mwanamke. As-saghir wal kabir, na awe ni mtoto mdogo au mkubwa. Minal muslimin, katika Waislamu wanapaswa kutolewa zakatul fitri. Wa amara biha, na akaamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam an tuadda qabla khuruji nnasi ila salah, itolewe kabla ya watu kutoka kwenda katika swala. Na Umar ibn Abdul Aziz alikuwa akiamrisha hivyo, na anasoma kauli ya Allah tabaraka wa taala, anasema qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla, hakika amefaulu yule ambaye ametoa zakatul fitri. Miongoni mwa tafsiri zake, hakika amefaulu yule ambaye ametoa zakatul fitri. Wa dhakara isma rabbih fasalla, na akataja jina la Mola wake, kwa maana sasa ni takbira zile zaidi. Fasalla, yaani wasalla salata al-Eid, na akaiswali swala ya Eid. Huyu mtu atakuwa amefaulu. Kwa maana hapa anatolea ushahidi ni kwamba zaka yenyewe inatolewa kabla ya watu kutoka kwenda kwenda kuisimamisha swala, kabla ya kuisimamisha swala. Ndugu zangu katika imani, lakini hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha hekima ya kutolewa zakatul fitri. Nini hekima yake? Hekima ziko nyingi, lakini katika hadithi imekuja anasema ni tu'matul lilmasakin, au akaanza kwamba tuhratu lisaimi min al-lahwi warafath, ni kitu ambacho kinamtoharisha mfungaji kutokana na mambo ya upuuzi, mambo yale ambayo yalikuwa yanampunguzia saumu yake, ndio inaenda kwenda kuitoharisha hiyo saumu yake. Lakini vile vile akasema watu'matul lilmasakin, na ni chakula kwa ajili ya maskini. Hiyo zakatul fitri miongoni mwa hekima zake ni chakula kwa ajili ya masikini siku ya Eid. Ndugu zangu katika imani, kwa hiyo kama ambavyo maudhui yetu ilivyokuwa imeainishwa, tunazungumzia zakatul fitri. Tujue kwamba miongoni mwa ibada ambazo tulizosalia mbele yetu katika kukamilisha mwezi huu ni pamoja na utoaji wa zakatul fitri. Na hapa inakuja kwamba kuna baadhi ya watu wanafikiri wanaposikia suala la zaka, wanajua sasa hapa panahitajika uwezo, yaani kama ilivyokuwa zaka ya mali ambayo ndiyo mtu mpaka afikie kiwango maalum. Lakini kwenye zakatul fitri kiwango ambacho mtu anachotakiwa kufikia ni kumiliki chakula cha ile siku ya Eid na usiku wake. Kama kutakuwa kuna nyongeza kwa ajili utatumia siku ya Eid na usiku wake, na kuna ziada inayobaki, basi ile ziada ndiyo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifaradhisha. Ndio maana Abdullah ibn al-Mubarak alizungumza katika maneno yake akasema ya kwamba mambo matano yaliyomo kwa watoto kama ingekuwa kwa watu wazima ingekuwa ni kheri sana.
alitaja miongoni mwa mambo hayo akasema, anna al-aulada yatawakkaluna ala Allah, watoto ile tawakkali yao kwa Allah tabaraka wa taala ni kubwa zaidi, fil arzaki, katika riziki. Yani mtoto anajenga matumaini na uhakika ya kwamba mchana piga ua yeye atakula. Hata akienda kucheza anawaaga wenzake, hajui mama yake amefanya nini, lakini anawaaga, anasema mimi naenda kula. Ile ni tawakali waliokuwa nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na usiku pia vile vile, na hata asubuhi, kwa muda wote unaohitajika kula, yeye ana imani atakula tu. Kwa hiyo na hili ndilo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam akatukumbusha katika ule mfano kwenye hadithi mashuhuri, anasema lau annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakumullahu kama yarzuqu at-tayra taghdu himasan wa taruhu bitana. Mngelikuwa mnamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumtegemea, basi angewaruzukuni kama anavyowaruzuku ndege. Wanatoka asubuhi na njaa, wanarudi wakiwa wameshiba. Lakini sisi tunakuja kupata hofu. Mtu ana debe 2 za mchele, siku ya Idi hawezi kula akazimaliza, anasema nikitoa hizi kuna maisha baada ya Idi, nitalisha nini familia yangu? Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam kipimo alichokuwa amekiwekea, ukimiliki chakula kwa ajili ya siku ya Idi na usiku wake, ile ziada unapaswa utoe zakatul fitri. Lakini sio hivyo tu, kuna baadhi ya wengine wanapata wenyewe kupewa ile zakatul fitri, anaweza akapewa akafikisha pengine hata gunia, na yeye asiwe na mawazo ya kutoa zakatul fitri, akajua kwa sababu yeye alipewa basi yeye ndio anayestahiki tu, na yeye asiweze kuifanya hiyo ibada ya utoaji wa zakatul fitri. Inajuzu ukapewa zakatul fitri baada ya kuwa umeimiliki na wewe ukaitoa pia. Kwa hiyo tukithirishe kwenye jambo hili kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaitekeleza ibada ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama ametufaradhishia, na hili ni kutufaradhishia sisi hivyo hata katika Qur'ani, kama ambavyo nimetangulia kunukuu kitendo au kauli ya Umar ibn Abdul Aziz. Alikuwa akiwahimiza watu na kuisoma hii aya, qad aflaha man tazakka, hakika amefaulu yule aliyejitakasa. Katika kule kujitakasa ni pamoja na kuitoa zakatul fitri. Kwa hiyo masala ya zakatul fitri hayategemei uwezo mkubwa sana, na hili pia vile vile huwa tunakumbusha. Kuna watu wameweka budget ya kusherekea hiyo sikukuu ya Idi, pengine hata milioni 2. Hiyo ni budget aliyoiweka kwa ajili ya mavazi na vyakula. Basi kama bajeti yako itakuwa imeenda kwa kiwango hiki au kilichokuwa chini au zaidi ya hicho, unaweza ukatenga fungu la kwanza hili liwe ni la zakatul fitri. Pengine ikaonekana kwenye hiyo milioni 1, basi 100,000 nikinunua mchele itakuwa imetosheleza zakatul fitri. Basi bajeti yako ya sikukuu iwe ni hiyo 900,000, hiyo 100,000 iweke kwa ajili ya zakatul fitri. Ndugu zangu katika imani, masala ambayo yanayotaalaki na zakatul fitri ni pamoja na kiwango chake. Ukiangalia kwa mujibu wa kauli za wanaochuoni, kwa mujibu wa hii ibara iliyokuja kwenye hadithi ya kwamba ni saa min tamri au saa min sha'ir, kipimo kilichotumika ni saa, ni hiyo pishi ambayo sisi si katika vipimo vyetu ambavyo tunavyotumia sisi. Utakuja kukuta wanaozuoni wametofautiana kulinganisha na vipimo tunavyotumia sisi vya kilo kwa viwango tofauti tofauti. Wapo walioona ni kilo 2, wengine wakaona ni kilo 2.5, wengine wameenda ni kilo 3. Sasa hili tunaweza kuzungumza kupitisha kwenye hizo kauli zote au hivyo vipimo vyote kama ifuatavyo. Kama mtu uwezo wake ni wa kujiminya sana, uwezo wake ni mdogo kulingana na bajeti na matumizi yake siku ya Idi, hata akatolea kwa kilo 2 itakuwa inafaa. Na kama mtu mwingine uwezo wake ni wakati na kati, sio mzuri sana wala sio mbaya sana,
anaweza akatumia kwa kipimo hicho cha kilo 2.5. Lakini kama mtu anaona yuko kwenye standardi, uwezo wake uko vizuri, ni vizuri basi akaenda kwenye kipimo hicho cha kilo 3. Hili naona ndio linakuwa lipo karibu zaidi na usawa kwa mujibu wa maelezo yaliyokuwa yametolewa. Na kila mmoja hapa kwa nafasi, kwa magurupu haya tuliyokuwa tumeyataja, litakuwa limemgusa kulingana na nafasi aliyokuwa nayo. Hata Allah tabaraka wa taala anazungumza katika Qur'ani, anasema liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Ni atoe kila mwenye uwezo katika uwezo wake, mwenye wasaa katika wasaa wake, na yule ambaye amehafifishiwa riziki yake ni atoe kwa vile ambavyo yeye tayari riziki yake ndio iko hivyo ilivyokuwa imejibana. Allah subhanahu wa ta'ala haikalifishi nafsi isipokuwa kile ambacho ameipa, na atajalia baada ya uzito wepesi. Kwa hiyo pamoja na ile mifano niliyokuwa nimetanguliza, tegemeo la watoto na tawakkuli yao kwa Allah, hata sisi tukiwa na mategemeo kwamba tunafanya hii ni ibada, hii zakatul fitri ni ibada na ni amri ambayo ameamrisha Allah Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Allah tabaraka wa taala akasema wa atiu Allah wa atiu rasul, mtiini Allah na mtiini mtume, basi sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Pale ambapo umeshajitahidi ukatoa hiyo zakatul fitri na hali ya kuwa unajua kabisa baada ya wiki moja wewe utakuwa hauna chochote, kama umefanya lillah, basi Allah tabaraka wa taala anaweza akakufanyia wepesi ukapata kitu kingine ambacho kitakusaidia wewe kuendeleza maisha yako, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala masala ya riziki ameyadhamini yeye. Ukiona kwamba mtu anaikosa riziki mpaka anakufa hana chakula, basi ujue riziki yake tu itakuwa imeisha. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba wastaghfirullaha min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa usikum wa usi nafsi ayyuha almu'minun bitaqwa Allahi ta'ala wa ta'atihi falaqad faza almuttaqun. Ndugu zangu katika imani, yabaki masala ambayo ni je, inajuzu kutoa kima hiyo zakatul fitri? Uzuri wenyewe ni kwamba maudhui hizi tunafanya ni kukumbushana tu, kwa sababu ya nafsi zimeumbiwa kughafilika. Mengi tunakuwa tunayafahamu na yanazungumzwa, lakini tupo katika hali ya kukumbusha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fadhakkir, hakika kumbusha. Ukumbusho unawafaa, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, ukumbusho unawafaa sana waumini. Zakatul fitri kwa asili yake haitolewi kima, inatolewa ni chakula, kama ambavyo imebainishwa kwenye hadithi. Tayari Mtume sallallahu alayhi wasallama ameashiria kwamba tende ni chakula, shairi ni chakula, na hakukutajwa kitu kingine ambacho ni mbadala wa hicho. Na kwa sababu masala ya pesa yalikuwemo, lakini hajahusisha na maswahaba vile vile, Allah subhanahu wa ta'ala awaridhie, walitekeleza hivyo kama alivyokuwa ametekeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amesema Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, la yu'ta qimatahu, haitolewi kiwango chake, kwamba tukajua kilo 3 za mchele labda ni shilingi 3,300 tukatoa shilingi 9,000 kama zakatul fitri. Lakini vile vile qila lahu, akaambiwa Imamu Ahmadi, yaquluna Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala kana ya'khudhu al-qima. Umar ibn Abdul Aziz ambaye alikuwa ni khalifa tangu mwaka 99 mpaka 101 hijiria, kwa miaka miwili iliyokuwa na mafanikio sana, na utawala wake ulikuwa umebarikiwa sana.
anasema yeye mbona alikuwa anachukua kima? Imamu Ahmad anaambiwa, akasema Imamu Ahmad, yad'una qawla rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa yaquluna qala fulanu, wanaacha kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na wanasema anasema fulani, na wanasema anasema fulani. Qala Ibn Umar radiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amefaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana ile hadithi tuliyotangulia kwamba pishi moja katika tende au pishi moja katika shairi, alitaja chakula ni faradhi aliyoifaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema waqala Allahu ta'ala atii'u Allah wa atii'u ar-rasul, waqala na akasema qaumun yarudduna as-sunana, watu wanaikataa sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alafu anasema qala fulani wa qala fulani, anasema fulani na anasema fulani. Lakini katika hili kuna mulahadha kidogo. Zakatul fitri kama itatolewa kima, ni kwa yule ambaye utakaye kuwa umemwakilisha akutolee hiyo zakatul fitri. Yani mathalan mimi naweza kuwa kuna ndugu au kuna jamaa, nimeamua, yule jamaa ameniambia sehemu fulani kuna uhitajio wa hiyo zakatul fitri, mimi naweza nikamtumia ile pesa akanunue kile chakula ili apeleke pale. Itakuwa haitahesabika kwamba nimetoa ile thamani, bali ili kwa ajili ya kurahisisha. Au mtu mwingine anaweza akasema, embu zakatul fitri mimi ninayo, nataka wewe unipelekee unapoona kuna mhitajio. Ukajua kiwango pengine ni kilo 10, ukamhesabia pesa, yule mtu akaenda kwenda kununua zile kilo 10 za mchele, akaenda akapeleka, itakuwa bado haujakuwa umetoa kima, badala yake ulimpa mtu ni akuwakilishe kwenda kukutafutia ile zakatul fitri. Katika njia kama hizi inafaa. Lakini vile vile katika kauli nyingi ambazo wanachuoni wamekwenda nazo, nyingi zimeashiria ni lazima kitolewe chakula, na hii ndio ipo karibu zaidi na kufanyia kazi nususi ambazo zimekuja katika Qur'ani na mafundisho ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, na zakatul fitri hatutoi kwa yale mafungu manane kama ilivyokuwa katika zaka ya mali. Zaka ya fitri inatolewa kwa mafukara na maskini na wenye mahitaji tu, ambayo ni muhimu kwa ajili ya kule kusherekea kwao siku ya Idi. Na ndipo unapoangalia miongoni mwa hekima zake ni kuingiza furaha kwa Waislamu wakasherekea wote kwa pamoja wakiwa na furaha, bila ya watu tena kutoka siku ya Idi kwenda katika majumba ya watu, kwenda mabarabarani kwa ajili ya kuomba. Tukawatosheleza kwa kile kipindi. Na mwisho kwa kumalizia ya kwamba hii zakatul fitri inatolewa, kuna nyakati mbili, kuna waktul jawaz na waktul fadhila. Kuna wakati inajuzu kutoa zakatul fitri, yani siku 2 kabla ya Idi, hii inajuzu, unaweza ukaitoa zakatul fitri. Wakati uliokuwa bora ni baada ya mwezi mwandamo kuonekana mpaka kabla ya watu hawajasimamisha swala. Kwa kipindi hichi itakuwa ni bora zaidi, kwa sababu ile zaka moja kwa moja itaenda kwenda kufanya kusudiwa lake ambalo imefaradhishwa kwa ajili yake. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتوبتنا يا إله الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربنا إلى حبك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.